Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salamu za Allah zimfikie kiongozi wa umma wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na watu wa familia yake na masahaba zake na wote ambao watakaofuata mwenendo wa mtume kwa wema mpaka siku ya mwisho. Ewe Allah, tunakuomba nasi utujalie katika waislamu wema hao. Zangu, kwanza tutoe shukrani kwa mashaka zetu ambao kabla ya hapo waandaji wa mada hii. Bila shaka tunafahamu sote kwamba maisha yetu ambayo tunaishi katika zama hizi yamefungamana moja kwa moja na mitandao ambayo tunaishi nayo, na haiwezekani hali yoyote ile kwamba kuna yule ambaye anaweza kuwa mbali na mitandao hiyo katika zama ambazo tunaishi. Kwa maana hiyo, hata kama atapatikana shekhi atakayeulizwa hukumu ya mitandao hii akisema kwamba ni haramu moja kwa moja, bila shaka atakuwa kama wanavyosema adaa al-umra fi talab al-muhal, atakuwa amepoteza wakati, kupoteza kile katika kile kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu haiwezekani watu waache kutumia mitandao hata ufanye aje. Kwa hiyo ni lazima waelekeza watu matumizi ambayo yaliyokuwa mema, ili watumie mitandao hiyo katika njia ambayo iliyokuwa nzuri. Na mtu anapozungumzia jambo kama hili ambalo lina faida na madhara, inabidi kuwa muangalifu katika yale ambayo atakayoyasema, ili waweze kufahamu yale ambayo yanayohitajika na kuyaacha yale ambayo yasiyofaa. Amezungumza hapa ndugu yangu faida za mitandao. Bila shaka faida zake ni nyingi, lakini pia kuna yale ambayo ni madhara. Ema au ni lazima watu wayajue, na hii kubainisha madhara baada ya kubainisha faida. Hii ni katika manhaji, ni katika mfumo ambao aliyotufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi ambayo ni mashuhuri, na hadithi hii wallahi kwa upande wangu naipenda sana, hadithi ya Hudhaifa ibn Yaman. Hudhaifa anasema katika hadithi hii, kana an-nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil shari makhafata an yudrikani. Manhaj islami ra'i jiddan. Watu walikuwa wanapenda kumuuliza mtume mambo ya khair, mambo ya pepo, mambo ya nani. Anasema hama mimi nilikuwa ninapenda kumuuliza mtume mambo ya shari, mambo mabaya ili yasinifikii, ili nijiepushe nayo. Kwa hiyo ikawa ni manhaji nzuri ambayo Hudhaifa radhiallahu anhu, kwa hilo mtume akamfanya Hudhaifa huyo kuwa ni aminu sir, akawa anampa siri ambazo hakuwapa wengine, sababu mtume aliona kwamba kuna kitu ambacho hakiko kwa wengine. Kwa hiyo mtume akakimpa yeye. Ukisoma hadithi za fitan nyingi, hadithi za fitna tukutana alizipokea nyingi ni Hudhaifa bin Yaman. Kwa hiyo kwa manhaji hiyo wakawa wamependelea katika kikao chetu hichi, ili tutaje baadhi ya madhara ili tuweze kuepuka. Na kuna mfano ambao wanasema watu, araftu shara la lishari walakin litawaqihi, nimeijua shari si kwa sababu ya shari, lakini nimeijua ili nijiepushe nayo mbaya. Kwa hiyo ndio maana tutataja hapa shari, si kwamba mitandao ni shari, lakini shari zake zipo wazi, ili mtu ajue mabaya yake ajiweke mbali na yale mazuri ayatumie katika
katika faida. La kwanza ambalo tutakaloanza katika mabalaa ya mitandao ya kwanza ni al-idman. Al-idman kwa Kiswahili tutasema kwamba ni matumizi ya mitandao ya ziada. Mtu kutumia mitandao kwa ziada, muda wote anautumia katika, au anatumia muda mwingi kupita kiasi katika kutumia mitandao. Na hili kwa maana nyingine tunaweza kusema ndio israfu, maana kuvuka mipaka katika matumizi. Na hili neno israfu ambalo limepatikana katika Qur'an na katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam linakuja na maana hii katika mitandao, kwamba mtu matumizi ya kuzidi mipaka. Na kuvuka mipaka katika kila kitu Uislamu umetukataza. Kusali sana au ibada sana Uislamu umetukataza. Kula sana Uislamu umetukataza. Yani kila kitu Uislamu umetutaka tuwe kati na kati, al-i'tidal. Kati na kati ndio sababu ya kufaulu. Na yule mtu ambaye atakaye zidisha katika jambo lolote lile, bila shaka atakuwa katika madhara. Uislamu katutaka tuwe wakati na wakati katika mambo yetu yote. Kwa hiyo mtu anapokuwa ni mwenye kuzidisha katika kutumia mitandao hii ya kijamii, madhara yake bila shaka yatakuwa ni mengi. Na watafiti katika zama hizi wanaonesha kwamba wale watu ambao wenye kutumia mitandao kwa sana, mitandao ya kijamii, kuna madhara mengi ambayo wanayowapata, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutataja baadhi yake kutokana na wakati. Jambo la kwanza ambalo lipo ni dhayaul awqat, kupoteza wakati. Unapotumia mitandao kwa zaidi sana, ni kwamba utatumia muda mwingi sana katika kupoteza wakati wako. Tufahamu kwamba jambo la kwanza ambalo mtu ataulizwa siku ya kiyama, an umrihi fima ablah, umri wako uliumaliza vipi? Maana ya Abdullah, fahamu kwamba utaulizwa kwa wakati wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokujalia. Tufanye hesabu kidogo. Siku ina masaa 24. Masaa 8 ni ya kulala. Nafahamika mtu atalala masaa 8. Masaa 8 ni ya kufanya kazi. Pamebaki masaa 8. Haya masaa 8 tunayatumia vipi? Swali. Tunafanya saa ngapi katika haya masaa 8 yaliyobakia? Swala 5. Kijipa sana, kila sala moja tuipe dakika 10. Dakika 10 yake ni dakika 50. Tumebakiza masaa 7 na dakika 10. Tujipe, tunakwenda kazini, pengine kazini ni mbali, tujiongeze saa moja kwenda, saa moja kurudi. Tumebakiza masaa 5 na dakika 10. Si ndio hivyo? Haya masaa 5 ambayo yaliyobakia tunafanya nini masaa 5 na dakika 10? Akid watu wengi katika haya masaa, wengi sana miongoni mwetu wanayatumia katika mitandao. Haya ndio maisha ya kila siku. Utakwenda kazini, utalala masaa 8. Kwa yule mwenye kulala masaa 8, utaswali, tujiongeze basi kuswali ni saa nzima. Utakwenda kazini, utarudi masaa 2, kuna masaa 5. Haya masaa 5 mtu anayatumia vipi? Wengi miongoni mwetu tunatumia katika hizi saa tawasul ijtimai, yani katika njia ambayo sio kuwa nzuri. Swali, kati yetu, tunazungumzia kidini, kati yetu ni nani ambaye
ana dakika 15 au 20 ya kusoma Qur'ani kwa siku? Kati yetu ni nani ambaye ana dakika 10 za kufanya dhikri? Kati yetu ni nani ambaye ana dakika 10 pengine za kuwatembelea ndugu zake, majamaa zake? Na haya yote kimaisha hakuna. Ni kwamba tunapoteza wakati katika mambo ambayo lau kama tungejipanga vizuri, kwa siku kila mtu ana uwezo wa kusoma Qur'ani hata juzu moja. Juzu moja ukilisoma sana dakika 30. Jipe dakika 30 kwa siku. Dakika 30 ni za kusoma Qur'ani. Jipe kwa siku dakika 15 za kufanya adhkar. Taja Mwenyezi Mungu kumshukuru. Lakini haya yote hatuyafanyi. Huyu muda unakwenda wapi? Jawabu ambalo liko wazi ni kwamba tunaupoteza katika mambo ambayo sio kwa manufaa, na 100% ni katika hii mitandao. Ni kwamba mitandao hii inachukua sehemu kubwa katika maisha yetu. Tukifanya pia hata katika hisabu zingine, tuseme masaa 5 kigawa mara 24, takriban enkari ya maisha yetu. Maana enkari ya maisha yako au enkari ya umri wako unaweza kujikutana umeupoteza katika social media. Na huyu muda Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atakuuliza uliupoteza vipi? Kwa hiyo ya Abdallah, tafakari katika haya ambayo tunayoishi ndani yake. Unajipa muda gani ambao utakuwa wewe baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala? Ni hisabia, ni mambo ya hisabu ambayo yako wazi. Ni kwamba ukipanga vizuri, kuna muda wa social media, kuna muda, lakini tumezidisha, na ndio hiyo izman ambayo inatupelekea katika mambo ambayo sio kwa mazuri. Ulizwa wa an umrihi fima ablah, umri wako huyu uliupoteza vipi? Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza. Kwa hiyo sababu kubwa ya kupoteza nyakati zetu na muda wetu ni utumiaji mbaya wa hii mitandao, na bila shaka hii inatupelekea hata kutuharibia katika mambo yetu mengine ya kidunia. Jambo la pili, na hili liko wazi, tunapokuwa watumizi wa sana wa mitandao, wanasema kwamba uquu al-asra au uquu asir fi shabakat hadhihi al-mawaqi, ni mtu kuwa mtumwa wa hii mitandao. Taje mfano, kadirie mtu ametoka nyumbani anakwenda safari ambayo hata yule nyumbani isipokuwa usiku. Kwa nyumbani ameingia ndani ya gari yake, anakwenda nafasi ambapo hata yule nyumbani isipokuwa usiku. Ametembeza gari yake kilomita 10, anajigusa kumfuko, amesahau simu, amesahau hata permis de conduire au identity. Hivi unadhani ni kitu gani? Au tuseme siku ya kwanza alikwenda amesahau permis au amesahau identity, anaweza akasema acha niende tu. Lakini wallahi kilomita 10 ametoka akiwa amesahau simu, pasenti 70% atarudi kuichukua, hawezi kuendelea, atarudia. Na akiendelea hiyo siku, basi ataishi hana amani, ataishi hana amani, sababu ameacha tu simu, sababu tayari yani asbahna asra, tumekuwa watumwa yani 100%. Mtu afikiri nimesahau identity, naweza kufanya ajali, naweza nikafungwa au lakini nafsi yana kwamba hicho ni kidogo. Naweza pengine katika nchi za Ulaya polisi asiniulize, napita motorroute pengine asiniulize, lakini unaweza ukafanya ajali, hauna kitambulisho. Lakini pengine uko chini, lakini ukiwa umesahau simu hauwezi kurani. Au mtu atoke katika siku yake amepoteza simu, imepotea kabisa, siku 2 hana simu. Na wale ambao kama hana uwezo atakwenda kudanganya, unaona ndugu yangu, ili apate pesa arudie tena katika mawasiliano. Kwa hiyo
tumekuwa mfano wa watumwa kutokana na hii. Na baada ya simu kuipata tutakayotumia mengi ni haya kadha wa kadha mitandao kama hii. Kwa hiyo ya ikhwa, utumizi wa ziada huyu madhara yake ni mengi ambayo yanaweza yakatupelekea hata katika yale ambayo yasiokuwa mazuri. Cheke na hii mifano miwili. Katika madhara ambayo tunayapata katika utumizi wa mitandao, kuna madhara ambayo ameyataja shekhi wangu, as-sihha an-nafsiyya, afya ya kiakili. Wallahi wale ambao wanaotumia mitandao sana, kama tafiti zinavyosema, utawakuta ni watu munazilini, watu unaweza kumkuta mtu ameikaa chumbani zaidi ya masaa 3 kwenye simu. Unaweza mkuta mtu huyo yuko na mambo ambayo hata akili haikubali, ndio anafikiria. Utamkuta mtu huyo kila siku ana mawazo ambayo yasiyokwisha. Utamkuta mtu huyo pengine kuna wale mithali zake au example yake yale ambayo anayoyaona katika mitandao. Haya yanampelekea mtu kuishi pengine hata nje ya ulimwengu ambao anaoishi, kwa sababu ya yale ambayo anayoyaona kila siku. Haya yanakuwa na athari hata katika akili yake. Pia katika madhara ambayo yanayompelekea mtu fi namat alhaya alyawmiyya, ni mtu kumletea mabadiliko hata katika maisha yake ya kila siku. Utamkuta usingizi ni mdogo, mtu anaweza kukaa ndani na simu yake pengine mpaka saa 8 ya usiku. Usingizi ni mdogo. Kula, kuna wale ambao akiwa na simu hata kula hawezi kula, yani simu yake anakula kidogo tu, lakini mazoezi ndio hivyo tena. Kwa hiyo unakuta zinatuletea hata akili zetu tunaziletea udhaifu kwa sababu ya matumizi ambayo ni mabaya, na haya yote yanakuwa na athari kubwa katika maisha yetu ya kila siku, ambayo ni lazima watu tujitahidi kuepusha na jambo kama hilo. Jambo la 4 au la 3 ambayo maudhui yake nimeweka, هذه الوسائل وتفكك العلاقات. mitandao hii na kubomoa mahusiano kwa ujumla, mahusiano ya kifamilia, mahusiano ya mke na mume, mahusiano ya jamii kwa ujumla. Hii mitandao inafanya kazi kubwa kubomoa mahusiano. Halafu nadhani subhanallah, tukichunguza utakuta hii mitandao imekuja kubomoa mahusiano ya halali, ikakomaza mahusiano ya haramu, inavunja mahusiano ya kihalali ya kisheria, imeidhoofisha kabisa, lakini imekomaza mahusiano ya kiharamu. Kwa mfano, kati yetu mimi na wewe, ni nani ambaye siku moja alitoka nyumbani, akafika nyumbani akamkumbuka mke wake, akamwambia, akampigia video call? Mke wako mwenyewe umesha nyumbani, umemkumbuka ukachukua video call, mke wangu nimekukumbuka, nizungumze video call. Ni nani, mimi au wewe? Lakini hawa ukianza tu video call unaanza sababu sijakuona siku nyingi. Kati yetu mimi na wewe, ni nani ambaye alishaikana mke wake ndani nyumbani akazungumza naye masaa 2? Mke wako wangu masaa 2 wewe na mke wako. Lakini unaweza kuzungumza na hawa wako saa 3, na pengine una mke ndani, akija ukifika kazini kabla
ameshaingia na kupigia simu, unazungumza naye. Mahusiano ya kisheria kuna kitu kinaitwa at-taballud al-atifi, yani ile sentima baina sisi na watu wetu, yani zimeganda kabisa, alafu zikachemsha mambo ya na ndio tunaendelea kila siku kama haya. Kwa hiyo ya akhwa, imekuja kama vile kutusambua, imekuja kama kusambua familia na mahusiano kwa ujumla. Tukija katika mahusiano ya mwanzo, mahusiano ya mke na mume, jambo la kwanza, faqdanu thiqa, kupoteza uaminifu. Uaminifu kama vile umetoweka kwa watu wengi. Ni nani kati yetu simu yake haina kodi? Mwanamke na mwanaume, sisi wote. Na siku mwanamke akigusi simu yako au wewe ukigusi simu yake, ile pakawa balaa. Hili likipatikana, khianat zaujia, wangapi ambao wamefanya khiana zaujia kupitia mitandao hii, Facebook na nini na kila kitu? Wangapi ambao wamekwenda kinyume na ndoa zao, sawa mwanamke sawa mwanaume? Talaka, ni wangapi ambao sababu zao za talaka zilikuwa kupitia mitandao? Na haya mashekhe wanayajua, kesi zilikushawajia nyingi sana, kwa sababu simu ndio ilikuwa chanzo, au mitandao au pengine kuchati na fulani. Kuna watu akiingia nyumbani usiku, ukimwona meno yako wazi, basi yuko anachati na hawa. Bwana, ukimwona meno amecheka, hajacheka na mke wake hata siku hii, au imekwisha vilishaga, lakini ukimwona yuko anafurahi, ukichunguza hivi, basi yuko na mambo kama haya. Yote hatuyapati katika mahusiano ya halali, tunapata katika mahusiano. Na hii mitandao inachangia kubwa sana, au kwa sehemu kubwa katika kutuletea mambo kama hayo ambayo ni mitihani mikubwa. Mwenyezi Mungu aweke wepesi. Katika mahusiano ya kifamilia kwa ujumla, tunachanga watoto na wanani. Saa hizi maisha imekuwa kama jahimu. Baba anaweza kuingia nyumbani asiseme na watoto wake, mama asiseme na watoto wake. Inawezekana tukaikaa nyumbani, baba, mama, watoto, kila mtu kwa msimu yake, na chat kivyake, kivyake, hakuna kusemeshana, kila mtu kivyake. Na hai si nyumba moja wala mbili wala tatu. Inawezekana kuna clip kadogo kalitembea siku zinakwisha. Walikuwa kuna mama mmoja katika familia kana dhakia. Mama huyo alikuwa dhaki jiddan sana. Walikuwa wamekaa juu ya meza wanataka kula. Yaani kila mtu anaweza kuwa alikaona, lakini lazima tupate mafunzo katika vile hicho. Baba yuko na simu yake, mtoto yuko na simu yake, chakula kimekaa juu ya meza. Mama akaja akaondoa vile vyakula vyote, wala hakuna yule ambaye aliye hata waza. Chakula hakuna. Wakati alipoanza chakula, mama akaja na chakula kingine na kama kasanduku pale pembeni. Jazi imewauma. Unataka kuja kula, anakuambia leta simu. Tia humu simu. Unaweka simu, anakupakulia. Ndio unakwenda unakula. Mtoto anakuja, leta simu. Anaiweka hapa, anapakua, unakwenda unakula. Siku kiongozi wa nyumba alikuwa na simu mbili. Siku ya pili baba akaja chakula, kwambia weka simu hapa. Akaweka simu moja, ya pili alikuwa ameificha. Yule mama akampa chakula kidogo tu. Ndio vyakula vidogo, akamwambia leta na ile ya pili. Ile ya pili alikuwa alificha, akaitoa akaiweka, ndio akampakulia kidogo. Kwa hiyo haya ni maisha ambayo tunayaishi, na mambo kama haya
yani simu kama hizi zimetuletea yani kutuvunjia mahusiano ambayo tunasema kwamba ni lazima watu tuwe na matumizi yaliyokuwa mazuri. Madhara yake ni mengi kushinda manufaa yake. Ama kuhusu watoto hapo ndio balaa. Na kosa ambalo wazazi wengi tunafanya. Tunadhani kwamba kumpa mtoto simu ndio tunaweza kumdhibiti, yani abaki nyumbani peke yake, yani asileti kelele, asifanye fujo, asifanye nini. Na katika jamii za hapa kwetu Ulaya, anasema mtoto wa Ulaya bwana analelewa na simu. Neno ambalo mtoto wa Ulaya analelewa na simu. Yaani hadha khata, ili ni kosa likubwa ambalo mtu ukimwacha mtoto bila kujua anafanya nini au ukimwacha moja kwa moja ataharibika mbele ya macho yako, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kullukum mas'ulun wa kullukum ra'i wa kullun mas'ulun 'an ra'iyati. Kila mmoja wetu ni mlinzi au ni mchunga na ataulizwa kwa kile ambacho alichokichunga. Kumwacha mtoto wako kwa madai kwamba mtoto wa Ulaya ana uhuru sana au anakuwa simu na mlea, hii ni alama ya udhaifu wa mzazi. Alama kabisa ya udhaifu wa mzazi kwamba majukumu yako umeyatupa. Neno ambalo wanasema at-tabi'atu la tasmahu bil faragh. Mazingira hayakubali kusemaga chez vide. Yani hapawezi kupakia wazi. Kama wewe haukumlea mtoto wako vizuri, hizi zitablea. Na zikimlea hizi hazitomuongoza, zitampoteza. Kwa hiyo ni lazima kwa mzazi kujitahidi kwa ni nini ambacho kinapita katika ndani yake. Mtoto anapokuwa na simu sana, kijana nani, jambo la kwanza ataona mambo ambayo yasiyofaa. Sana ataona mambo ambayo yasiyofaa. Na hii ni wazi, kitu kiko wazi. Jambo la pili, tampelekea mtoto kuwa na tabia ambazo zisizokuwa nzuri. Touch banki, mambo mabaya, atakwenda huko. Jambo la tatu, na hili amelitaja Sheikh, kathratul jaraim, zidi mauaji. Na huu ni mfano ambao wallahi uko wazi, wallahi kwetu out. Haya nasema yako wazi, Juma anayajua. Na vijana wetu wawili wa Kiislamu hivi, nasema hivi sasa maiti ziko ndani zimelala. Hivi nasema wala hata kuzika bado. Hata kwenda kuzika bado. Juzi mmoja alimuua mwenzake. Polisi ilipokuja wakati iko aggressive, ndani kuna nani wakamwambia tupa kisu, wakakataa, polisi ikamshuti. Afa. Hivi kuna maiti mbili za Kiislamu. Hao watu wawili wote walikuwa wanakuja msikitini kusali. Wote wawili ni Waislamu wa Ghana. Maiti pengine lendido tukazikesha wazika. Yani nasema hivi, hii yote ni katika athari ambayo iko wazi. Na haya Juma anajua, Abu Juma anajua. Maiti mbili ziko ndani zimelala. Na wote wawili ni Waislamu, wote wawili. Kwa hiyo hii ni katika athari, yani wasaili ambazo tunalani. Matendo ya kijambazi yanakuwa mengi. Mtu kumchoma mwenzake kisu kinakuwa ni kitu cha kawaida kwa sababu anayaona sana, wala mzazi ya kumlinda, inakuwa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo inabidi ya ikhwa, mambo kama haya ambayo tunayaona ni lazima watu kupatikana kile ambacho kinaweza kikasaidia. Pia jambo lingine ambalo lipo kwa watoto, na kitu ambacho tunakita katika lugha kita an-nufa al-lughawiyya au al-fajwa al-lughawiyya, kupatikana shimo au mpasuko baina ya mtoto na wazazi. Na haya katika hizi nchi ambazo watu tunaishi, wale ambao wamewazaa watoto katika nchi hizi, mtoto katika nchi kama hizi, mama hakai na mtoto wake sana. Kwa hiyo mtoto anakuwa dhaifu kwa lugha ya asili.
na mama ni dhaifu kwa hii lugha ya hapa. Mtoto anapengine, tuchukue mfano, mtoto anajua Fransai sana au Neerlandais sana, mama ni dhaifu kwa hizi lugha. Mtoto atafanya nini? Akimsikiza mama anasema makosa, mama hajui Fransai, mama hajui Neerlandais, kwa mtoto akimsema mama anakosea. Kwa hiyo mtoto anakuwa saa zote anakuwa yuko na simu yake. Pakija wageni nyumbani, hawezi kukaa na wageni kwa sababu hao wageni wanakuja wanasema Kiswahili, yeye Kiswahili hajui, anajipandeza zake juu. Baina ya mama na watoto wake panakuwa kuna shimo likubwa sana. Kwa hiyo mama hauwezi kumuelekeza mtoto wako, wewe unamwacha na simu yake. Ndio tukasema kwamba mtoto wa Ulaya analelewa na simu. Hili wakasema baadhi yao kwamba ni vizuri kwa mama jitahidi kumuelewesha mtoto wake au kuwa na wakati mwingi sana kumfahamisha mtoto lugha yake ili aweze kumpa mafunzo. Unasema al-lugha ni sababu ya mawasiliano. Ikiwa mimi na wewe hatuelewani katika lugha, nitakwambiaje? Mama Fransai yake ni dhaifu, Neerlandais yake ni dhaifu. Mtoto mashallah tabarak akisema, akiwa nyuma ya pazia utasema ni mzungu. Kwa ukisema makosa, na kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikiumba, mtoto anaona kwamba hakuna mtu kama mzazi wake. Lakini mzazi ukikosea sana mbele ya mtoto anafika na kuona kumbe papa hajui, anafika na kuona simu yake. Pia hii inasaidia kuleta mpasuko baina ya mama au baina ya wazazi na watoto. Alafu unasema wanachuoni ni aibu kwa mtoto mdogo asijue lugha ya mama. Ni aibu. Sababu tunasema lughatul lugha ya mama, lugha zote, lugha ya mama. Kwa hiyo mama ni lazima ujihimize wako umfundishe lugha yako ili uweze kumpa mafunzo yaliyokuwa sawa sawa. Kinyume chake utamwacha kuwa ataogotwa na mitandao ya jamii, na mtoto baada ya hapo ataaibika. Ya ayyuhalladhina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar, yani ambao mliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala, jiokoeni nyinyi wenyewe na nafsi zenu na familia zenu na moto wa jahannam. Kwa hiyo madhara ni mengi. Tumalizie kwa kutaja madhara ya kidini. Haya tumeyataja yote, pia kuna madhara ambayo yanagusi dini. Na kitu ambacho katika sheria wanasema inna sharia jaat lihifdh almasalih alkhamsa. Sheria ya Kiislamu ilikuja kuchunga mambo matano: hifdhu ad-din, kuchunga dini; hifdhu al-aql, kuchunga akili; hifdhu an-nafs, kuchunga nafsi; kuchunga mali; kuchunga na heshima. Haya matano yote kwa wakati mmoja, yote katika yako hatarini, yote matano. Dini yetu iko na hatari, nafsi zetu tumesema watu wanauana, akili zetu zinaharibika, mali zetu, internet, kila kitu tunapanga pesa, heshima zetu. Wangapi ambao kati yetu wa binti zetu wameharibika kupitia mitandao? Wangapi ambao watoto wameharibika kupitia mitandao? Wengi sana, wala wajulikana. Kwa mitandao mtoto ameharibika. Amepatikana jambazi mmoja katika mitandao, wamewasiliana baadaye. Kwa hiyo mambo matano yote ambayo dini imetulazimisha kuyachunga, yote mitandao hii inayaweka hatarini. Yote matano yote iko hatarini kupitia mitandao hii. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima tunafanya nini? Jambo lingine, katika mitandao hii kuna website nyingi ambazo malengo yake ni kuharibu Uislamu. Nyingi tena, zilikuwa nyingi sana, na hizi ziko katika tabaka. Kuna zile ambazo zinakusudia kutaka kuwatoa kabisa katika watu katika Uislamu, wabakie ni wapagani. Wabakie ni wapagani kabisa, yani hawajui dini, Uislamu tu jina. Ndio kama hiyo ipo. Kuna mitandao ambayo kazi yao ni kuleta shaka
Waislamu shaka nini. Na haya kuna hata baadhi ya Waislamu miongoni mwetu ambao wameanguka katika hii njia. Ndio maana katika wakati huu tunasikia fatwa za ajabu. Tunasikia fatwa mwanamke anaweza akaswaumu akiwa katika hedhi. Malengo ya haya ni nini? Hivi alafu mtu anadai kwamba yeye anataka kuja kuwaelekeza Waislamu katika maendeleo. Sasa ya akhi, kumwambia mwanamke afunge yuko katika hedhi, atakuwa ameendelea namna gani? Hicho kitabu. Lakini ni kutaka kuweka shaka kwa kuzi wa dini. Waislamu siku hizi leo tunaambiwa kwamba Isra na Miraj havikuaga. Hayo utayapata wapi kwa mitandao? Kwa sababu zama za zamani ilikuwa mawaidha watu wanayapata misikitini. Lakini hii leo mtu anaweza kukaa chumbani akasema yake kisha akatupa kwenye mitandao. Watu wakasikia na watu wakaathirika. Jambo lingine ambalo wanatumia ni kuvunja heshima ya wanazuoni wa dini. Sema shehe ni wezi, shehe nani, nyingine ya uongo, yani kampeni kabisa baina ya watu zinatambazwa ili kuvunja heshima ya Jaluddin. Wanasema watu, ikiwa kwamba sintokuheshimu wewe, yale ambayo utakayoyasema sintoheshimu. Kwa hiyo kuna kampeni ambazo ziko kutaka kuvunja heshima, na hizi katika mitandao ziko sana. Kwa hiyo lazima ukasome kwa shehe. Huwa tu website utajisomesha wewe mwenyewe na utafaidika kila kitu. Na haya watu hawayasemi isipokuwa katika elimu ya dini. Kwa internet ana hisi unakufundisha kwa mekanisia. Inakuwaga kiwa nani hii wanaotafsha gisi ya kupaka rangi. Kwa nini hayo hauendi kuyasoma? Jifundishe wewe mwenyewe mpaka ya dini tu. Hili watu ambayo kampeni ambazo zinafanywa ili heshima ya dini, ili uwanja ubakie wazi, waseme yale ambayo wanayoyataka na waupoteze sisi. Au kuna akwali ambazo zimetajwa na wanazuoni wetu wa kiume. Mmoja Ibn Sirin anasema inna hadha al-ilma dinun wa amma ta'khuduna minhu dinakum. Elimu hii ndio dini. Hii dini ni ilmu. Tena nakwambia qala Allah wa qala rasuluhu, maana ndio dini. Wa amma ta'khuduna minhu zamani wapi ambapo mnapochukua dini. هذا العلم دين عمن تأخذون منه دين. كي علم ndio dini. Tizameni dini yenu mnaichukua wapi. Na mwingine anaitwa Ibn Mubarak anasema al-isnad min ad-din laula al-isnad laqala man shaa ma shaa. Anasema upokezi. Soma ilmu kwa Sheikh Salum, soma ilmu kwa Sheikh Sanani. Anasema hii ni katika dini. Walaula al-isnadu laqala man shaa ma shaa. Kama si huyo upokezi, kila mmoja angesema yale anayoyataka. Na ndio ambayo tunayoyaona. Fulani wewe ulisomaga wapi? Hajulikani. Amevuka tu leo amekuwa shekhe wa Facebook. Islamu sababu dini kwetu ni kitu chepesi. Kwenye tesi shekhi anasema katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi hautokuwa na udhu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hauna udhu mbele ya Allah subhanahu. Sio kwamba shehe amesema, la. Shehe amesema mbaya ukachukua, haukutaka kujua shehe wa kweli, ulijipelekea tu kwa upuzi wako, hautokuwa na udhu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe ikhwa, haya ni mengi ambayo ni lazima tufahamu na tuyajue na tunayo ili tusiji ukawa na matatizo katika maisha yetu ya kila siku. Shari nyingi kuliko kheri katika mtandao hii. Hili linakubalika. Shari ni nyingi, lakini pia lazima
pata maelekezo katika yale ambayo anayosikia, aitumie mitandao hii katika njia iliyokuwa yake, na yale yaliyokuwa mabaya ajiweke nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wake Allah atubariki sisi na familia zetu na mashaikh zetu, na Mwenyezi Mungu atusamehe kwa tulipokosea, na yale tuliyopatia ni kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala.